Rais Ruto na serikali yake wanaharibu pesa za mlipa ushuru. Hizi pesa zingetumika kuunda hata ajira kwa vijana. Hizi pesa zingetumika hata kununua madawa kwenye mahospitali. Kuna haja gani waweze kulipa vijana wa bodaboda waende kuharibu mikutano ya Sifuna ambaye ni seneta tu? Sio eti kwamba anagombea kiti cha urais, ni seneta tu, imagine. Lakini ananyima hii serikali usingizi. Ninasema nini mpenzi mtazamaji? Kenya mzima na dunia mzima inajua kwamba leo siku ya Jumamosi tarehe 21 Sifuna na kikosi chake watakuwa na mkutano mkubwa upande wa Kakamega County, mkutano wa kukataa hii serikali, na hawataki chama cha ODM kiweza kuingia kwa serikali. Asubuhi na mapema, maelfu ya vijana wa bodaboda wakapewa reflectors ambazo kutoka nyuma zimeandikwa tutam katika mji wa Kakamega. Wakapewa 2000 each. Wakawekewa mafuta full tank kwa bodaboda zao, eti kwamba Sifuna akikuja, kipindi ambapo Sifuna anatangulia na mkutano wake, waimbe tutam, alafu wazunguke katika mji wa Kakamega wakiimba tutam. Kazi imekosa hii serikali walai. Haki ya Mungu, kazi imekosa hii serikali. Hapa watu wanakunywa mafuta. Watu wa mafuta ya bure. Lexo hapa tuko mafuta. Huko ni sherehe. Ati tutakunywa tu, lakini form ni Sifuna. Dakika chache baadaye, vijana wa bodaboda ambao ni werevu, vijana wa bodaboda ambao wamechoka na hii serikali, vijana wa bodaboda ambao wanapenda Sifuna, walitoa zile reflectors wakazitia moto, which is very good. By the way, wacha niwaambie, pesa zikiletwa musikatae. Hakuna mtu ambaye atakataa pesa. Pesa zikikuja na zikikutafuta, chukua hizo pesa. Mkenya mwerevu hauwezi ukakataa pesa. Chukua pesa, lakini maamuzi ni yako. Vijana ambao ni werevu, vijana ambao akili zao ni mzuri, walichukua zile pesa, wakachukua kiberiti, wakachoma zile reflectors, kutuma ujumbe kuelekea kwa William Ruto kwamba pesa zako tutakula, pesa zako tutachukua, lakini maamuzi ni sisi tunafanya. Wacha nikuulize, kwani Sifuna ni tisho kwa serikali kivipi, kipindi ambapo wameamua kuingilia mpaka mikutano yake? Wamelipa vijana, wamelipa bodaboda, eti kwamba waende kuimba tutam, eti kwamba wamepewa reflectors waende kuimba tutam. Kama wao wako na ushawishi, si waandae mkutano wao basi bila ya kutumia pesa? Je, pale Siaya penye mikutano ya akina Oburu ipo, ni nani ambaye ameweza kuwalipa vijana wa bodaboda na amewapea reflector waende kuimba one time? Karibu tusonge mbele. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Nina imani kwamba unazidi kutufuatilia. Kuna kitu ambacho moja tu peke yake naomba kutoka kwako. Kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3, kapiga subscription, bonyeza kengele, like video, alafu sambaza hii kanda. Usije ukaendelea kunitazama kama hujafanya haya mambo matatu: kulike video, kusubscribe, kuturn on notification bell, alafu tukimaliza usambaze hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Karibu tusonge mbele mpenzi mtazamaji, kwa sababu hapa tu unapata taarifa za ukweli.
Karibu tusonge mbele. Jambo la kwanza ambalo limeweza kufanya hawa vijana wakachukua maamuzi mazuri ya kuchoma hizo reflectors na wakachukua pesa na tayari wamewekewa mafuta ya kusindikiza nayo Sifuna. Vijana werevu wamechoma reflector na yale mafuta ambayo waliwekewa watasindikiza nayo Sifuna. Wabe, nyinyi ni vijana werevu sana. Yaani ninapenda ujasiri kama wenu. Number one, vijana wamegundua kwamba ushuru ambao unachafuliwa ni wao. Kwa sababu hauwezi ukaniambia kwamba kuna mahala ambapo serikali imeweza kutoa hizi pesa isipokuwa tu ushuru ambao tunatozwa. Yaweze ikawa kwamba ni serikali ya county, yaweze ikawa kwamba ni serikali juu. Huo ni ushuru. Hakuna mtu ambaye ana generate pesa au kuunda pesa. Pesa ambazo zinaharibiwa hapa nje ni ushuru wetu sisi wa Kenya. Kila mwezi tumeongezewa ushuru. Kila mwezi tumewekewa ushuru ili hizo pesa ziweze kuchafuliwa. Angalia, kuna ushuru wa nyumba, sijui ni housing levy, kuna ushuru wa sijui ni Taifa Care, SHA, hizi pesa ambazo zinapotea potea kutoka Ministry of Health. Na nielewa mpenzi mtazamaji, siku hizi unaona waheshimiwa wanatembea na pesa kwa magunia, wanatembea na pesa kwa mabagi. Kama jana ninaambiwa kwamba kuna pesa kwa magunia ambazo ziliweza kufika Siaya. Watu wanapewa. Niliona Okech Sala anapewa watu besheni ya chuma na anawapea pesa. Mnaambiwa kwamba kesho njoo kwenye mkutano wa ODM ambayo inaongozwa na Oburu Odinga. Kwa hivyo Wakenya wamegundua kwamba pesa ambazo zinatumika ni zetu kuweza kushawishi watu waende kuharibu mikutano ya Sifuna. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, wewe ambaye ni Mkenya mwenye yuko na akili, umewahi jiuliza ni kwa nini wanasiasa hawa ambao wanawalipa muende kuvuruga mikutano ya wenyewe, mbona wasileta watoto wao watangulie? Kama ni Ruto aweza kuleta ule kijana wake ambaye ni pilot, aweza kuleta akina Juni Ruto, aweza kuleta akina Chalini Ruto, aweza kuleta akina Nick Ruto, watangulie. Watangulie, waendesha bodaboda, waende kuharibu mikutano ya Sifuna. Hakuna kupembelezana, waleta watoto wao watangulie pale mbele, waende kuharibu mikutano ya Sifuna. Wakenya wamegundua kwamba pesa ambazo zinachafuliwa na kuharibiwa ni zetu, ushuru wetu, na ndio maana hawataki kusikia riba story za William Ruto. Namba 2, hawa vijana ambao wamelipwa waende kuvuruga mikutano ya Sifuna wamegundua kwamba hakuna maneno mazuri ambayo watapata kwa hii serikali. Kama 2022 waliweza kutumika, sasa hivi wakarushwa kando. Tena wakati wa kampeni umefika ndio wameweza kukumbukwa. Si mnakumbuka kipindi cha kampeni tuliweza kuambiwa kwamba hii serikali ni ya bodaboda, hii serikali ni ya mama mboga, tutawatoa pale chini tuwapeleke hapa juu. Hii serikali 90% ya mawaziri wangu watakuwa bodaboda. Hii serikali 90% ya mawaziri wangu watakuwa vijana wa bodaboda, mama mboga. Alipoingia kwenye kiti akaona sasa wale watu wa bodaboda kama watu ambao hawana maana, akawaacha. Na bodaboda wameamua kumfundisha lesson kwamba ulitutumia kipindi cha kampeni ukatuweka kando. Unajua William Ruto ni mtu ambaye yuko na mazoea, anatumia watu anawaweka kando. I'm sorry to use this, lakini Ruto ni kama yule mvulana mwenye anatumia wasichana anaweka kando. Sio wote, lakini kunao. Anafanya anatumia huyu anaacha, anatumia yule anaacha. Angalia, Ruto alitumia Gachagua, atumia Kindiki, akatumia Ndindi, akatumia wengine hapa ameweka kando. Ameona hawana maana. Na vijana wa bodaboda wamemwambia kwamba hauwezi ukatutumia alafu tuweke kando, alafu tena ukuje kuturudisha eti kwamba tukufanyie kazi. Haiwezekani. Namba 3, hawa vijana ni vijana ambao wako na umri ambao unakaribia na wa Sifuna. Hakuna kijana mwenye atakubali kuharibu mkutano wa kijana mwenzao. Hakuna. Nobody under the sky. Nobody.
Ndio maana wamesema kwamba hapana, mikutano ya comrade, wacha tumwachie comrade aendeshe mikutano yao. Hii mikutano si ya wazee wakubwa, isipokuwa tu mtu mwenye ni mzee pale ni Orengo. Yule ndio anatuelekeza njia. Alafu mwisho au second mwisho, vijana wamegundua kwamba gharama ya maisha ni kubwa. Mwenye ameweza kusababisha yote ni William Ruto. Pesa zinatumika vibaya. There is no flow of money, lakini flow ambazo zinatoka ni za kuhonga wananchi. Na mwisho ni kama hawa vijana waliona kwamba hakuna haja tuweza kupoteza maisha, hakuna haja tuweza kupoteza pikipiki eti kwa sababu ya William Ruto, eti kwa sababu ya bwana Ruto, wakaachana kabisa kuingia kwenye hiyo squad ya kwenda kuharibu mkutano wa William Ruto. Tupatane kwa, yani kwenda kuharibu mkutano wa Edwin Sifuna. Tupatane kwa kanda ijayo. Yeyote mwenye atajaribu kuinterfere na mkutano wa Sifuna, basi huyo mkimpata gonga yeye, msisamee. Unajua ni kama mwizi unamsamea. Huyo mwizi ukimwacha kesho ataenda kuiba. Ukipata mtu kama mwenye anaharibu mkutano wa Sifuna, gonga kabisa, umiza. Sijui kama ako na shaa. Na ikiwa unaenda kuharibu mkutano wa Sifuna, hakikisha kwamba shaa yako inafanya kazi.